Jina naitwa Sylvan Makole, ni mhasibu mwandamizi wa Bodi ya Bima ya Amana. Bodi ya Bima ya Amana ni nini? Bodi ya Bima ya Amana ni taasisi ya umma iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya mabenki na taasisi za fedha ambayo ilianza kufanya kazi mwaka 1994. Majukumu ya Bodi ya Bima ya Amana ni pamoja na kutathmini michango na kukusanya kutoka kwenye mabenki na taasisi za fedha, kusimamia mfuko wa Bodi ya Bima ya Amana, kulipa wadai wa pindi pale benki zinapokuwa zimefilisika, na kusimamia ufilisi pindi inapokuwa imeteuliwa na Benki Kuu ya Tanzania, na pia kupunguza mdororo au mgogoro wa hasara kwenye mabenki pindi zinapokuwa zimepata changamoto ya ukwasi, kwa Kiingereza tunasema liquidity au mtaji. Wanachama wa Bodi ya Bima ya Amana upo hivi, ni kwamba unapokuwa tu tayari mteja wa benki tayari ni mwanachama wa Bodi ya Bima ya Amana. Unapokuwa mteja wa Bodi ya Bima ya Amana una uhakika fedha zako zinakuwa salama, sababu taasisi hii inakukinga wewe mteja wa benki, inapotokea benki yako imefilisika au kupata changamoto yoyote, fedha zinatolewa kwenye mfuko huu ambao mabenki yanachangia kila mwaka, na wewe mteja kuweza kurejeshewa fedha zako. Kwa sasa kiwango cha juu cha fidia ni mpaka milioni 7.5 milioni. Kiwango cha fidia kimekuwa kikipanda kadri mfuko wa Bodi ya Bima ya Amana unavyokuwa ukiongezeka. Mwaka 94 wakati tunaanza, kiwango cha juu cha fidia kilikuwa 2.5 milioni. Baadaye baada mfuko kukua mwaka 2003 kiwango cha juu cha fidia kikawa 500,000, na mwaka 2010 kiwango cha fidia kilipanda mpaka 1.5 milioni, na mwaka 2023 kiwango cha juu cha fidia kilipanda kikawa 7.5 milioni. Anayepandisha hiki kiwango cha fidia ni tunawasilisha kwa Wizara ya Fedha na Bunge linapitisha. Kwa hiyo na maana tunakusanya michango kutoka kwenye mabenki, tunafanya uwekezaji. Kufanya huku uwekezaji kunafanya ule mfuko unakuwa, na unapokuwa tunaongeza hicho kiwango cha fidia. Kwa leo hii, kwa kiwango cha fidia ambacho kipo ni kwamba benki yoyote itakapofilisika kwa bahati mbaya, kwa sababu Benki Kuu inazisimamia hizi benki zijiendeshe kwa faida, mwenye shilingi moja mpaka milioni 7.5 unapata 100%. Lakini mwenye zaidi ya milioni 7.5 tuna jukumu la pili, kama tukiteuliwa na ufilisi, kama nilivyosema hapo awali kwamba tunaenda kufilisi hizi benki. Kufilisi hizi benki unahakikisha wale wateja waliokopa wanarejesha fedha zao, fedha zote walizokopa, na pia kuuza mali za ile benki kwa njia ya mnada, na pia kama ile benki ilikuwa pia ina fedha kwenye mabenki mengine pia zinakusanywa, kinachopatikana pale kinawarejeshea wale wateja wenye zaidi ya kila kiwango cha fidia, ambao kwa sasa ni milioni 7.5 pamoja na wadai wengineo. Kwenye jukumu la ufilisi, nimeshaelezea kidogo, tunavyoteuliwa kama wafilisi wa mabenki, lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunakusanya kila kinachoweza kukusanywa cha ile benki ili kuwarejeshea wananchi fedha zao pamoja na wadai wengine. Wadai wa ufilisi ni pamoja na wateja wenye kiwango cha juu cha fidia, kodi za serikali, wafanyakazi wa ile benki ambayo walikuwa wanafanya kazi kwenye ile benki, wazabuni wale waliokuwa wanatoa huduma mbalimbali kwenye ile benki, na pia mabenki kama ile benki itakuwa imekopa kwenye benki zinginezo, na mtu wa mwisho kabisa anakuwa ni mwanahisa. Kwa ulipaji wa haya makundi niliyoyataja yanategemea upatikanaji wa fedha yanayotokana na ufilisi. Nini usaivi DIB? Nini kipya loss minimizer mandate ambayo mmetupitishia, ambako kwa sasa hivi tuna uwezo wa kupunguza hasara kwenye benki zenye migogoro katika uendeshaji. Kwa hiyo ikitokea benki ina shida, hatuendi moja kwa moja kwenye kuzifunga, tunashirikiana na Benki Kuu ya Tanzania kuhakikisha kwamba kama if there is anything we can do katika ku resolve na kupunguza hasara, basi
tunafanya hivyo kwa jukumu hili jipya la loss minimizer. Benki ambazo zimeshindwa mpaka sasa hivi, nakumbuka tulikuwa na benki ya FBME. Nahangaika nayo kidogo na Cyprus. Ndio. Tumeshalipa awamu 3 fidia ya ufilisi, tuko 85%. Tumebaki 15% tu ambayo tunategemea mwaka huu inshallah mpaka mwezi wa 12 tutakuwa tumemalizia. Recovery kutoka nje tumefanikiwa. Tumefanikiwa, zibaki chache tu kutokana na vikwazo vya FinCEN. Lakini tuna resolve kushirikiana na serikali, mnatusaidia. Vile vikwazo vinatoka, zile fedha zinakusanywa ili tuweze kumalizia kulipa. Kuna benki nyingine ambayo bado iko kwenye ratibu ule Greenland, wale wengine tulishamalizana nao. Greenland na Delphis tuko mwishoni, tunazifunga. Kulikuwa kuna kesi lakini zimeisha. Lakini kama kuna zile 5 zile Covenant, Efata, Meru, Njombe na Kagera na zenyewe tumeshalipalipa, zipo stage za mwisho. Community bank zilizofungwa 2018. Ndio. Kwa hapa karibuni benki kuu imekuwa imejitahidi kuchukua benki kubwa kuzinunua hizi ndogo. Kwa hiyo hatuna nyingine ambayo imepata changamoto mpaka sasa. Lakini general naona upande wa NPLs mabenki yote takriban wako vizuri. Most of them wako less than 5%. Ndio. Kwa inaonekana kama kwamba failure is very unlikely to happen. Kweli kabisa. Lakini bado naamini DIF tuendelea boost the fund. Tunaiboost, imeshafika more than 1.5 trillion now in terms of growth of the fund. Lakini pia increase kiwango kutoka kipindi kile ulivyokuwa cha milioni 1.5, sasa hivi tuko milioni 7.5, ambako 99% wanapata pesa zao zote bila kuja kudai chochote kwenye ufilisi. Ndio. Kila la heri. Thank you so much. Asante. Afrigreen Equipment Company Limited, mshirika wako wa kuaminika katika kuboresha ufugaji na kilimo Tanzania. Tunaanza na wewe tangu hatua ya kwanza. Wataalamu wetu wanakupa ushauri kamili kuanzia upangaji wa ujenzi wa banda hadi uendeshaji wake. Tunauza na kufunga vifaa vya kisasa kama layers cage kwa kuku wa mayai, broilers cage kwa kuku wa nyama, pamoja na mifumo ya kisasa ya kudhibiti joto ndani ya banda. Zaidi ya hayo, tunakuletea teknolojia za kisasa kabisa. Mfumo wa kusafisha banda, automatic cleaning system, unaofanya kazi wenyewe. Mfumo wa kulisha kuku, automatic feeding system, unaojiendesha wenyewe bila usumbufu. Na mfumo wa kunyweshea maji kuku, automatic drinking system, unaokuhakikishia maji safi masaa 24. Mifumo yote hii inakuhakikishia kuku wako watapata mazingira bora siku zote, na wewe mfugaji unapunguza gharama za wafanyakazi. Pia tunatoa kuku wa mayai waliokusha anza kutaga kwa bei rafiki, vyakula bora, virutubisho, na tunakuunganisha na mtandao wa wafugaji, wataalamu na soko la uhakika la mazao yako. Kwa sasa tunapatikana Sabasaba hapa Kilwa Road, Temeke, Dar es Salaam. Na hapa msikilize mtaalamu wetu akifafanua zaidi kuhusu Afrigreen inavyobadilisha maisha ya mfugaji. Mimi naitwa Najma na wakaribisheni sana kwenye maonyesho ya Sabasaba mwaka 2026. Sisi ni Afrigreen Equipment Company Limited. Kampuni yetu kwa zaidi ya muongo mmoja imekuwa inahusika na teknolojia na ubunifu kwenye miradi ya ufugaji wa kuku kibiashara. Hapa ninaongelea vifaa vyote kabisa, kuanzia kumzalisha kifaranga mpaka process ya mwisho kabisa, kama ni ya kuchinja ama ni ya kupaki mayai, kwa maana ya keji za kisasa za kufugia za miundo yote. Tuna A-type, tuna H-type, mashine za kuzalisha vyakula vya mifugo, vyombo vya kulishia, lakini pia ujenzi wa mabanda ambayo ni rafiki kufugia katika vipindi vyote, yani kipindi cha baridi, kipindi cha joto, almaarufu kama Dapen Poultry House, semi closed houses. Na kwa mwaka huu hapa tumewaweka wataalamu wetu hapa, tumeweka meza ya majadiliano hapa kwa wale ambao huwa mnashindwa kufika ofisini kwetu, labda mnatoka mikoani, mko mbali na kadhalika na sababu za kimajukumu, tuko hapa full, tumekamilika kwa ajili ya kukupokea, kukushauri na hopefully kuanza na wewe mradi wa ufugaji wa kuku kibiashara ama kuboresha mradi ambao tayari unao lakini unalegalega, kwa sababu sisi ni wataalamu wa miradi ya ufugaji wa kuku kibiashara. Afrigreen imekuwa maarufu zaidi kwenye teknolojia za ufugaji wa kuku kibiashara, lakini kumbuka, ukiuangalia ufugaji wa kuku kuna miradi mingine inayoambatana na ufugaji wa kuku. Kwa mfano, miradi ya uzalishaji wa vyakula vya mifugo, yani animal feed. Sisi Afrigreen tuna supply mashine kwa level zote, kutokea mashine ndogo mpaka viwanda vikubwa kabisa. Lakini tukiongelea upande wa nyama ya kuku, mfugaji wa broiler, sisi pia tunashughulika
na zile tunazoita machinjio, yani slaughterhouses, kwa maana kumprocess kuku, kumchinja, kumgawa vipande, kumfreeze kwa ajili ya soko sasa kubwa kama supermarket na kadhalika. Lakini pia mfano kwenye ufugaji wa kuku wa mayai kuna vifungashio, tray za mayai. Mfugaji wa kuku wa mayai anahitaji tray kwa ajili ya kufanya packaging ya yale mayai. Sisi AfriGreen pia tunadili na mashine kwa ajili ya kuzalisha tray za karatasi kwa ajili ya kufungashia mayai. Kwa hiyo tunapoongelea ufugaji, tunapokiongelea kilimo, tunafanya hivi vitu vyote na hivi vitu vyote vinapatikana. Lakini usisahau mashine za kuzalishia unga, yani combined maize mill. Kwa wale sasa ambao wanataka kuwekeza katika upande wa uzalishaji wa unga, sisi tunafunga mashine katika level zote, kuanzia mashine ndogo ndogo za kuzalisha labda tani 1 kwa saa mpaka viwanda vya kuzalisha hata tani 600 kwa siku. Kwa hiyo ukiongelea kuwekeza kwenye ufugaji wa kuku, ukiongelea kuwekeza kwenye miradi ya kilimo, yani kuliongeza thamani zao la shambani, sisi ndio chaguo lako sahihi, yani one stop center. Karibuni sana.